Mimi tuliombea mtu mmoja alikuwa anaongea, alafu ghafla haongei tena. Ghafla haongei. Alafu ameanza kuongea na mikono na alikuwa anaongea. Ikawa amerushiwa mshale, na kwa sababu tuliomba, hata ilikuwa Sunday na nilichelewa sana. Nilikuwa napita tu nikasikia duru. Nikaingia kwa hiyo nyumba, tulikuwa na mke wangu. Wakati niliingia kwa hiyo nyumba, tukapata amekamatwa na alikuwa ameongea. Sasa wakati amekamatwa, tukamuombea. Wakati alirudi kwa sensi yake, alikuja akatuambia ya kwamba alikuwa anaitwa na watu wako kaburini. Alikuwa anaona kabisa ako kwa kaburi. Kwa hivyo wapendwa, kuna nguvu wakati tumepokea Yesu. Kuna nguvu wakati tuko na Yesu. Kuna nguvu wakati tumepokea Yesu akiwa mwokozi wa maisha yetu. Mwadhani ya gosho. Kama uko mahali hapa na hujapokea Yesu, ujue kuna kitu una miss. Hauwezi kuwa na power juu ya mapepo. Hauwezi kuwa na power juu ya vitu za ibilisi. Kwa sababu hizo unapewa power wakati umepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hivyo maandiko inasema hivi, Yesu yeye mwenyewe akapeanwa, na ilikuwa anafanya miujiza, anafanya ishara, na watu walikuwa naona, lakini walisema asurubishwe, wakiungana na makuhani. Na unajua ilikuwa makuhani walisaidia watu wabaya kuleta Yesu ili afanyiwe yale mambo alifanyiwa. Na kwa sababu alifanyiwa, ndio na sisi tunasimama hata usiku wa manane kutangaza ya kwamba Yesu anaweza yote. Bwana asifiwe. Inaweza kuwa ni ugonjwa imekusumbua. Inaweza kuwa saa hii haujui mbele ama nyuma. Lakini huyu Yesu atatupatia. Anasema yeye ndiye njia. Wapendwa, ukipokea Yesu utapata njia. Kuna watu wanasikiaga ya kwamba mpaka hana akili ya kufanya kazi. Hawana akili vile wanaweza fanya maamuzi. Lakini pokea Yesu ukaweza kujua ya kwamba Yesu anakupenda na anakujua. Mwadhani ya gosho. Ningependa nisome mistari michache hapo na tutabarikiwa. 20 verse 25, 26. Kwa hiyo moyo wangu unafurahia na ulimi wangu unashangilia mwili wangu, nao utapumzika kwa tumaini. Verse 27. Kwa maana hutaniacha kaburini, wala hutawaacha aliye mtakatifu wako kuona uharibifu. Verse 28. Umenionyesha njia za uzima, utanijaza na furaha mbele zako. Kuna mstari hapo ningependa tuone ya kwamba verse 24. Lakini Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, akamuondolea uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana yeye kushikiliwa na nguvu za mauti. Mstari wa 24, maandiko inasema ya kwamba Yesu ama Mungu mwenyewe akasema ya kwamba kwa wafu akamuondolea uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana yeye kushikiliwa na nguvu za mauti. Sema amen. Sema nguvu za mauti. Sema na nguvu za mauti hazitaniweza katika jina la Yesu. Sema nguvu za magonjwa hazitaniweza katika jina la Yesu. Sema mapepo haitaniona katika jina la Yesu. Sema wakuu wa mji hawatanizuilia katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu niliwaambia siku nyingine hapa, nilisoma neno nikawaambia kuna kuanga na wakuu wa mji ambao wanasemaga haufai kuoa. Wakati tu unaenda kuuliza msichana, unapata anakuambia wewe si walika yangu, wewe sio wa size yangu. Wanaume halo. Bwana asifiwe. Unaambiwa ya kwamba angalia standard yako. Ruku ya type. Si ndio mnaambiwa? Wapendwa, tunajitia nguvu ndani ya Bwana. Na tunasema ya kwamba tutaweza yote katika jina la Yesu. Haleluya. Nguvu za mauti, maandiko inasema hivi, nguvu za mauti hasingeweza Yesu.
hazingeweza. Ilisemekana ya kwamba aondolewe hapa, huyu si wa hapa. Haleluya. Wapendwa, ningependa niwaambie ya kwamba kama hujuani na Yesu, hii dunia itakuwa gumu kwako. Kama hujuani na huyu Yesu, dunia itakuwa gumu sana kwako. Kwa maana hata saa hii pengine hauna pesa, lakini huyu Yesu, hata kama hatutakosa, siku moja atatupatia njia, kwa sababu yeye ndiye njia. Bwana inuliwe. Wapendwa, verse 24 imebeba mambo mengi sana yetu, kwa sababu kuna watu wengi sana wanakaa kwa vitanda zao, wanalia, wanashindwa kazi itatoka wapi, tutatoa wapi pesa, na hii uchumi yaka. Mnamuta nani? Bwana asifiwe. Sisi tunamuombea sisi tunamuombea kwa maana ako hapo kwa kusudi la Bwana. Haleluya. Wapendwa, ningependa niseme hivi, ukiona kabisa kuna nguvu inakukalia, tamani Yesu aingie ndani yako, kwa maana tunajua Yesu nguvu ya kifo haigemweza. Nimeona of late nikiangalia kwa news, nikiangalia kwa mitandao, hata watu wanapiga kanisa, lakini ukiangalia sana mchungaji, wale watu wanaondoka dunia ni hao watu wadogo. Watu wadogo ndio wanaondoka dunia, na wanaondoka kwa kazi sana, mpaka tunashangaa, tunashindwa tutafanya nini. Lakini wao ukiwapata ndio wanakejeli, ndio wanainua vita, ndio wanasema ya kwamba kanisa hakuna Mungu. Pale nyuma shetani, kwa sababu yeye kazi yake ni kuharibu, ni kuharibu. Kazi ya shetani anakuiba, anakuharibu, alafu anakuua. Wapendwa, jenzi na waambia, rudini kwa Yesu, kaeni kwa Yesu, kwa sababu hata shetani akiwatamani aseme ya kwamba kesho nitaweka roli pale ikuje ikumalizie, Mungu atasema nilishinda mauti, nilishinda kifo, huyu si wa kukufa, ataishi. Mwadhani ya gosho. Wapendwa, mkatae kukufa prematurely. Kataeni. Semeni amen. Tumezika watoto wengi sana. Inafika wakati wa kusema ya kwamba Yesu alimaliza hiyo. Sisi tunaweza ishi tukae miaka mpaka tutosheke. Haleluya. Na tugetike kule yameguka. Ndio maana nilipata na mwingine ameweka matawi hapa. Matawi hapa. Ninaona ni kama buzi tu. Na unajua hata ukimnunulia chakula hawezi kula. Mwadhani ya gosho. Wapendwa, kama uko hapa na unasaidia buzi kukula matawi, okoka leo. Wewe sio buzi, wewe sio ng'ombe ndio zinakula hizo vitu. Sasa unasalimia mtu, kabla ajue unamsalimia, ameenda kilomita kama 2. Ndio atakukumbuka ya kwamba alikuwa amesalimiwa hapo. Mwadhani ya gosho. Wapendwa, tukae kwa Yesu, kwa sababu alishinda mauti. Alishinda mauti. It was impossible for death to hold him. Ilikuwa ngumu sana. Wapendwa, itakuwa ngumu sana wewe kuzuiliwa kuinuka kama uko na Yesu. Itakuwa vigumu sana wewe kupata magonjwa kama uko na Yesu. Haleluya. Pokea muujiza wako. Maandiko yanasema hivi ya kwamba kwa ishara na miujiza Yesu akakuja. Hata wewe uko kama Yesu. Hata in fact maandiko yanasemaga ya kwamba sisi wenyewe we are co-workers with Jesus Christ. Sisi ni watenda kazi pamoja na Kristo. Wapendwa, sisi tumebeba nguvu. Haleluya. Kwa sababu Yesu mwenyewe alishinda mauti. Haiwezekani Yesu ashinde mauti na mimi nimkiri yeye ni Bwana alafu mimi nishindwe. Lazima nikemee, lazima niseme ya kwamba sitakufa mapema. Haleluya. Wanalika, kataeni kukufa mapema. Roho wako utahika neti alafu. Sasa umekufa, hujaoa, hujapata kazi, hujapeleka gari, leo niki wathi na hiyo nyogu.
Mbona uende haraka hivyo? Haleluya. Hata kama wamekukataa saa hii, siku moja. Najua nakumbuka kuna maandiko imesema ya kwamba usifurahi yeye adui yangu wakati niko chini. Ni amkapo. Adui yangu usifurahi kwa sababu niko chini. Watu wasikufurahia kwa sababu leo uko chini. Kesho utakuwa juu. Wewe ndio utakuwa TikTok. Kwanza niliona na watu wako funny. Watu wako funny. Saa hii wanaweza sikia ni kama anapiga kelele. Lakini akiwa kwa TikTok, aone mtu anafanya hivi. Unaona anafanya tu hivi. Anafanya tu hivi. Wapendwa, hizi vitu zimekuja kusaidia sisi, lakini tena ni kama market ya shetani. Ni market ya shetani. Unapata mtu anacheka peke yake. Peke yake kwa sababu ameona vitu zikiwa uchi. Na hapo kuna uchi, hapo ndio macho inataka. Si hapo kuna uchi ndio mnataka sana. Wadhani ya gosho. Wapendo, nawaambia tuokoke na tukae na Yesu, maana hapa duniani imekuwa marketplace. Shetani alijua ya kwamba mmemjua sana hapa duniani. Ameingia kwa hizi simu. Mimi kuna mtu mmoja niliombea juzi tu. Niliombea mtu mmoja juzi tu. Akaniambia alikuwa amekwazwa na Mungu. Na akasema ya kwamba hata kiri Mungu tena. Hata Mungu hakukuangi Mungu. Kama anaweza kuwa na hiyo mashida yote. Akasema shetani kuja, niwe nitakuwa na abudu. Vile akikuja nimuombee, vile alikuwa ameonyeshwa na shetani. Unajua ukiita shetani naye anakuaga haraka sana. Shetani yuke muitoka gaiyenya. Unajua yeye amehukumiwa. Na yeye anajulikana ya kwamba hakuna hata hawezi okoka shetani. Sasa huyu kijana nimemuombea. Wapendwa, hizi simu. Alikuwa amekuwa ametafuta site za Illuminati na akaingia. Alafu akaanza anaota proto baya. Sasa alikuja, mimi nilikuwa kwa kanisa. Ilikuwa morning devotion Thursday. It was on Thursday. Ilikuwa siku ya Thursday. Alikibizwa na Mungu bio. Sasa kukuja alikiri akasema ya kwamba alikuwa amefungilia kamba ajitoe uhai. Lakini akasikia sauti, enda uokoke kwa kanisa. Nasi tukawa asubuhi hiyo tuko kwa kanisa. Wapendwa, shetani yakuje mpige mpira na yeye. Timu Morore Manchester kule rakinyia. Shetani yakuje mfanya hivyo. Shetani anakuja amalizie wewe. Haleluya. Shetani yakuje ati mcheze hapa vile tutaiba hapa. Shetani dake kenerogo. Shetani anataka akumalize. Anataka abebe uhai wako kabla ukiri Yesu ni Bwana. Haleluya. Sasa huyu kijana nilimuombea na akasema ya kwamba amekiri Yesu ni Bwana, ijapokuwa alikuwa amemkataa. Maana alikuwa anaona anapitia mashida, anapitia mambo magumu, anaona ni kama Mungu hayuko. Nikamwambia mpendwa, maandiko inasema ya kwamba ijapo tutapitia kwa moto, tutapitia kwa maji mengi, hatutachomeka, hatutapelekwa na maji. Tulia kwa Bwana, Mungu atakuja. Madhani ya gosho. Wakati unaangalia TikTok masaa mawili, soma neno hata kama ni dakika chache. Maana pepo ikikukujia usiku, hautasema mtu yule wa TikTok akuja kusaidie. Utaita Yesu. Na huyu Yesu mpatiagi wakati. Haleluya. Wapendwa, kuna watu wanasubuliwa usiku. Wanasubuliwa mchana. Wanasubuka, wako na masubufu, lakini hawajui ya kwamba tuko na dawa ambaye ni Yesu Kristo, na alishinda mauti kwa kifo siku 3. Utile mundu ungi uri warioka andu a Ngai. Hakuna mwingine, na kama kuna mwingine mkuja muniambie. Kwa siku 3. Mwadhani ya gosho. Wapendwa, kubalini kukaa na Yesu. Alikuja kwa ishara na miujiza, na hiyo tunaweza fanya. Unajua kile kinafanya watu wasiendelee, nikiendelea kumalizia, ni kwa sababu wao badala waende na miujiza wanafuata miujiza. Na wewe tuone Yesu. Jifungeni mpaka tukufe tuone Yesu.
Ni kwa sababu hao wanafuata miujiza, hawabebi miujiza. Sisi ndio miujiza, wapendwa. Amen, amen. Si ati unaenda kuambiwa ya kwamba fanya hivi ndio kukue hivi, fanya hivi. Ni kama mnacheza karata na Mungu. Mungu hakui hivyo. Mungu wetu ni mwaminifu. Amesema ya kwamba atakaye kubali na akiri Yesu ni Bwana, na mimi nitamkiri pale mbinguni. Haleluya. Wacheni kubebwa na mambo ya dunia. Wacheni kukaa kama dunia. Wacheni kuongea kama dunia. Ongeeni kama Yesu, maana alikufa kwa sababu yetu. Alikufa kwa ajili yetu. Imagine Yesu hatile mehia heti. Hakuna kitu alikuwa amefanya. Unapata mtu badala akae kwa Yesu na akae na yeye, ako kwa mambo ya bure. Ako gugu. Akigugu ati ni nani? Ni nani mrefu dunia mzima? Ni nani? Bwana asifiwe. Wapendwa, tukae na Yesu na tuingie kwa Yesu na tukae ndani. Si ati leo uko hapa na kesho uko pale. Kaa na utulie pale, maana Yesu ndiye njia. Bwana asifiwe. Yesu ndiye kila kitu. Yesu ndiye mambo yote. Kwa sababu ya kutupenda alitufia msalabani, na hakuwa dhambi. Hakuna dhambi alikuwa amefanya. Wewe umefanya dhambi zote. Umefanya zote, na ukiambiwa njoo kwa Yesu hautaki. Lakini Yesu mwenyewe hakuna dhambi alifanya. Wapendwa, tumkujie Yesu na turudi kwake, kwa sababu pia yeye anatupenda na anatujali, anatuenzi na anatupenda. Acha nimalizia na mstari kwa hapo. Acts 1 verse 8. Tamalizia na huu mstari na tutabarikiwa. Ukipenda dunia ujue mimi si wako. Inaendaga aje hiyo wimbo? Nasikia ni kama kwaya iko hapo, si mtu mmoja tu ajitolee. Inaendaga aje? Nasikia tu ni kama kwaya. Upende dunia ujue mimi si wako. Acts 1 verse number 8. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi kote na Samaria, hadi misho ya dunia. Na wapendwa, wacha niwaambie, kile kitafanya tuwe washuhuda ni kujazwa power. Si mnakumbuka hata dunia inatafuta power? Tunataka power. Sasa hii mstari inasema ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu Roho Mtakatifu. Semeni amen. Roho akisha kuja juu yako, power itakuwa juu yako, kwa sababu Yesu ndiye mwenye nguvu yote, na alisema ya kwamba sitawaacha bure. Mimi sitawaacha bure. Bwana asifiwe. Wacha niwaambie kitu, kwa sababu kuna watu wajui hii dunia. Wale watu wanaongoza dunia hii ni watu wenye nguvu. Wale watu wanafanya biashara ni watu wenye nguvu. Wale watu waombezi sana ni watu wenye nguvu. Kuna mahali mtu anaendaga kutafuta nguvu. Sisi yetu tunapokea nguvu wakati Roho anakuja juu yetu. Semeni amen. Lakini kuna mwingine anaenda kwa mchawi, anaenda kwa nani akitafuta power. Hii dunia inaongozwa na watu wako na power.
Semeni amen. Kama huhitaji power, nawe utakuwa chini ya watu siku zote mpaka ukufe. Nginya wina nderu ugage he na siringi icio igere kale hori. Tafuta power ili ukaweze kuingia. Useme ya kwamba mimi kazi yangu lazima niishike. Hallelujah. Huwezi sema hivyo kama huna nguvu. The Bible says you shall receive power when the Holy Spirit come upon you. Utapokea nguvu wakati Roho atakuja juu yako. Hallelujah. Mimi nilishangaa ati kuna wachungaji wengine mpaka wanaendaga kutafuta power kwingine kuzimu, hata anapewa pete, ati akifanya hivi mnafanywa kama unafanywa tu hivi unaanguka. Unaanguka. Ni power. Hii dunia kama hauna power na kuambia utatumikia watu. Ugai amen. Ene tokwaraniria. Aikodro na hinya. Kama hauna nguvu. Kama hauna nguvu utatumikia wengine wapendwa. Dunia hii maandiko inasemanga hivi ya kwamba ukienda kwa mtu mwenye nguvu, kitu moja unafanya ni kumfunga mikono na miguu, alafu unaanza kubeba mambo. Bwana asifiwe. Tafuteni power. Nilisikia mzee na ni wa 80 years, 84, 86 years. Anasema power. Power ndio tunalega sana power. Na sisi power yetu inatoka tukipokea Roho. Hallelujah. Roho akisha kuja juu yetu tunapokea power. Sema Bwana Yesu, usiku ya leo napokea nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, nikaweze kukanyanga mambo yote mabaya katika jina la Yesu. Hallelujah. Nikwambie mpendwa, nguvu kama hauna power, kama hauna nguvu. Mimi naangalia naona hii simu yangu saa hii iko karibu kuzima. Hii simu ni kwa sababu ya power. Mimi nawaambia, unaona vile naongea na nguvu hivyo, hii power ikizimwa hii utasikia sasa nimerudi chini. Dunia ni power. Halo. Hallelujah. Niliona wanaume wengine wanaambiwa ya kwamba ukikula hii ati zinaongeza nguvu za kiume. Na ni nguvu. Okay, tuongee kidogo. Ndio mjue dunia ni power. Wanaume wakisikia ati uji power. Kwanza wakisikia uji na kuna power hapo, wote hapo. Nilienda pale town nikaona wanapanga laini kwa sababu ni uji power. Mwadhani ya gosho. Wapendwa, Mungu, maandiko inasema ya kwamba, na ni vizuri unakaa na andiko. Maandiko inasema ya kwamba we shall receive power when the Holy Spirit come upon us. Unahitaji Roho ukaweze kukua na nguvu. Tunafatara kuthie Mombasa, uikare roho-ini. Kama mtu mwingine nisikia ati amezikwa ati wiki mzima, amebakishwa tu hapa akipokea power. Ndio akikuja kumuibia wibo, mnapokea wibo. Mnaanza kufanya hivi. Hata kama huijui unafanya hivi. Na mtu amekaa siku 7 akiwa amefungwa kwa mapepo. Unajua hata wibo inakuwa spirit. Hallelujah. Dunia hii kuna mambo mawili inaongoza. Inaitwa power na spirit. Watu wanafuraga spirit. Bwana asifiwe. Hiyo inaweza kuwa ngumu saa hii maana namalizia. Lakini ukipata mahali kuna influence kubwa, mahali kuna mambo makubwa, kuna nguvu na kuna spirit hapo. Nawaambia ukweli. Kile kinataka ukue nayo ni ukue na nguvu ya Mungu, ili ujue ya kwamba hii ni power ya Mungu ama ni ya shetani. Maana mnajua ya kwamba hata Dathan na Kora walikuwa tu na mikuajo yao. Hata wao walikuwa wanarusha chini inakuwa nyoka. Kama ya Musa tu. Kwa hivyo kuna tupawa, watu wako na tupawa tungine lakini hawatumii power ya Mungu. Semeni amen. Unapata msichana kwa sababu amesalimiwa, amepatiwa na hajijui vizuri, anafuata mtu, alafu anaingizwa kwa mambo yenye haifai, kwa sababu dunia na mambo ya rohoni inaongozwa na watu wenye nguvu. Nawaambia hivyo. Tutapokea nguvu akisha kuja juu yetu Roho wa Bwana. Mwadhani ya gosho.
lakini kuna watu wako kanisani lakini wanataka Mungu, hawataki power. Wanataka Mungu, wanataka kwenda kanisa lakini hawataki hiyo power inatokana na Mungu. Pendo utafinyiliwa hapa duniani. Tafuta Mungu na umwambie nijaze. Nijaze. Maandiko imesema hivi ya kwamba atakuwa mshuhuda Yerusalemu, Judea na dunia kote. Unajua ni kwa sababu gani? Ya power. Amen. Mwadhani ya gosho. Nataka niseme hivi kwa sababu Pastor Alex ni rafiki yangu na mke wake ni marafiki. Niseme ya kwamba dunia hii, kama kuna watu wamepelekwa kwa kaburi, wamepelekwa na watu waliwashinda nguvu. Tuelewane kidogo. Kama kuna watu wako kwa kaburi na si Mungu alifanya wakufe, kuna watu waliwashinda nguvu wakakufa. Usiku moja nililala mchungaji, nikalala nikakaliwa na kiguvu ingine sijaelewa mpaka siku ya leo. Nililaliwa nikalaliwa, nikasikia kuna kitu imenilalia, iko na nguvu sikunishida. Imenilalia hivi kwamba hata kupumua siwezi. Kujaribu kuita Yesu siwezi. Kujaribu kutamka siwezi. Imagine hii siku ingine nilikuwa nimepangiwa mtoto wangu aendelewe dunia. Sasa ilikuwa on Sunday, tukishamaliza kanisa, mama yetu alikuwa amegojeka, mama yangu mzazi. Alafu mke wangu siku hiyo akaenda kumwangalia, na tulikuwa na mtoto kadogo, sasa yako 13 years. Tulikuwa na mtoto mdogo. Sasa mimi nikaenda kwa barabara wakati tulimaliza church. Wakati tulimaliza church, tukakuwa tunaongea na mzee mwingine hapo. Sikujua ya kwamba mke wangu ameshakuja kwa pande ile nyingine, lakini mtoto ameniona, yeye ni gari analipa. Mtoto ameniona na mimi sijamuona. Akaniona akakibia bio kwa barabara. Lakini mjue usiku nimenaliwa na nguvu. Usiku nimelala nikipigana vita. Nimelaliwa na kiguvu. Kitu kilinisaidia ni hii. Wakati nililaliwa na hiyo nguvu, nilishinda, maana niliita Yesu mpaka ikaniachilia. Ikakuwa paka. Haya mambo inakuanga wapendwa. Nawaambia ukweli. Mimi asubuhi niliamka nikaomba sana. Nikaomba sana nikasabaratisha kila kitu inaweza kuwa kibaya. Sikujua ya kwamba mtoto ndiye alikuwa amelengwa aondolewe dunia. Kuna watu wako kwa kaburi lakini si mapenzi ya Mungu. Kuna watu wamezikwa lakini si mapenzi ya Mungu. Kuna watu saa hii hawana pesa lakini si mapenzi ya Mungu. Kuna watu saa hii wako na ugonjwa lakini si mapenzi ya Mungu. Haleluya. Nilijua hiyo siku na ni miaka kama 10 imeisha. Maana alikuwa na miaka kama 3. Bwana asifiwe. Sasa akakuja bio. Nayo gari imekuja hivi. Mnajua hizi barabara ziko na lami. Nayo gari imekuja hivi. Aligongwa. Nilikuja kujua ni mtoto wangu kwa sababu ya nguo. Maana kaguo nilikuwa nimekajua, maana ni mimi nilikuwa nimekanunua. Aligongwa, akarushwa mbali sana. Sasa kwa sababu amegongwa, nikaona ni mtoto wangu na akaanza kulia. Badala mimi niende mtoto, nilienda kwa driver. Unajua kuna kitu inaweza fanyika usiku na wazimu kidogo. Kitu nilisaidia, nilisikia ya kwamba niko na peace na nikaanza kuongea na lugha hapo. Unajua ukiongea na lugha una receive power. Okay, unaweza kuwa huelewi kabisa nini unasema riba shata bazaya, lakini sisi tunajua kwamba tunaongeza power. Riba babu shata babu zara babu zaya babu. Nguvu inaongezeka. Onge kuhelelia no Kenya wakane. Tunajua ni nguvu, tuna charge. Haleluya. Sasa akagongwa. Uzuri hakuna gari nyingine ilikuwa imetokea pande hii, maana angemaliziwa hapo. Mtoto tukamchukua. Ile gari tulimgonga, tukampeleka hospitali. Tukaenda. Wakati tulifika kwa daktari, tulikuwa na mzee mwingine. Tulikuwa tu tunaongea na dimi, tunaongea mpaka tunashindwa vile tutamwambia. Tulienda tukamrusha kwa kitanda. Tukaongea na dimi hapo. Itakuwa power. Mimi nawaambia ukweli. You shall receive power when the Holy Spirit come upon you. Tukakataliwa hapo, tukatumwa hapo. Sasa tulitumwa hapa Kikuyu. Mtoto akakuja akaekwa kwa kimashini, akatolewa. Wachani niwaambie, mtoto hakuwa amegongwa hata kitu. Kuna mahali alikuwa amegongwa.
na mnajua amerushwa na gari mpaka huko. Yesu, nilifurahia sana na hiyo theme ya mchungaji, ati ya kwamba mauti haigezuilia Yesu kuamuka pale. Mimi nimeona kifo hivi, lakini kifo haikubeba mtoto wangu. Mimi nakwambia mambo yenye inakuwa ya kwamba hata ukiamini Mungu saa hii na ikuwe ya kwamba uko na madeni mengi, Mungu atasuluhisha hiyo katika jina la Yesu. Haleluya. Mtoto wetu tulirudi na yeye, hakuna kupewa kitanda, hakuna nini. Na mimi nikaona ya kwamba kwa sababu siku moja nitakuwa na gari, mimi sitauliza huyu mtu. Nikamwambia mtoto wangu wako sawa, na tukaona ako sawa, wewe enda zako. Mwadhani agosho. Lakini wapendwa, nimewaambia hivyo ili mjue tunakaa kwa dunia yenye iko na watu wabaya. Iko na watu wabaya. Bwana asifiwe. Lazima upokee nguvu kushinda huyo, asikushinde nguvu. Amen. Si ati unaota ati unaota ukimwagiliwa acid kwa usiku, alafu unaamuka unasema sina acid. Pendwa, amuka usingizi. Wacha kulala. Tiga kukoma. Wacha kulala. Mimi siku moja nilirota nikiibua simu. Simu yangu imeenda usiku, lakini nikiamuka simu yangu iko hapo. Mutugate lidai na rotire ngeyothimu. Nikaota nikiibua simu. Alafu nikiamuka ai, wewe na Satan ndio uhenagia muno. Si simu yangu nimeipata hapa. Sasa wachani niwaambie, siku 3 haikuisha. Siku 3. Si simu nilikuwa naibiwa. Ni kazi yenye nilikuwa nifanye na ilikuwa ya pesa mingi sana. Leo ya ndugu wadhiaga. Watu wengine wako na nguvu kunishinda wakakunijia usiku. Receive power. Pokea nguvu ukaweza kushinda muovu. Haleluya. Mwingine unaota ati nguo zinapotea. Sijue Yesu alishinda mauti. Kifo alikishinda. Alishinda kila kitu. Amuka na utangaze ya kwamba hakuna kitu yangu itapotea katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa sababu watu wanasumbuliwa usiku. Usiku ndio mtoto anabadilishangwa. Usiku unapewa mtoto mwenye amekufa na anaanza kusema huyu ndio wako. Wapendwa, amkeni usingizi. Tuanze kupigana vita na tuseme ya kwamba sisi tuko na nguvu na tutamshinda muovu kwa sababu we have power and we have authority katika jina la Yesu. Amen, amen. Lakini si ati unaamuka unaota mtoto hayuko kwa kitanda na mlilala na yeye, alafu unaonyeshwa hayuko, alafu wewe unanyamaza. Ni ukumwaga. Amen. Sisi tusimame na miguu yetu. Wapendwa, hili neno ukilishika vizuri, we shall receive power when the Holy Spirit come upon us. Bwana asifiwe. Tutapokea nguvu wakati Roho wa Bwana atakuja juu yetu. Na ishara ya kwamba umepokea nguvu, lazima kuwe na fujo na kuwe na vitu, kwa sababu Roho wa Bwana ako na nguvu kushinda nguvu zote. Makazo karibabu. Sigobe dakika moja umwambie Bwana, nijaze nguvu. Nijaze nguvu ya Roho wako. Makaraboshi karabagande. Repelia na baskotala bagando. Repahando skaparadiele boshata. Rapahanda maskotala bazilaba. Ripodias katala bizela binahande. In the name of Jesus. Oribabo shataya raba. Zoli pahandia zakataya raba. Hii dunia wapendwa, the Bible says, tunapigana na maroho na nguvu za ushirikina na uovu. Tunahitaji nguvu wapendwa. Tunahitaji nguvu kwa sababu mazeketaya rabo shataya rabo zila bagande. In the name of Jesus. Wajabu, wewe wajabu. Wajabu,
wewe wa ajabu, Mfalme Zopalabaladia zalabahando bushata zekabalahandeska paladia zoliba. Kama uko hapa talabosha talabazila bagande bushata bazikaraba, in the name of Jesus, suinue tu mikono uombe Bwana, kwa sababu najua kuna matatizo mengi watu wanapitia, kuna mambo mengi watu wanapitia, mambo mazito, mambo haieleweki, inahitaji nguvu, inashinda hiyo nguvu katika jina la Yesu. The Bible says we shall receive power when the Holy Spirit come upon us, in the name of Jesus. Mazekalabo shatabazilaba repaladia zoli palahandes katalabideka zopatikala bashata mazoka bidekate ripalia dabazikala baganda totigo tugatera gaike. Hatutaanguka kwa miungu migeni, kwa sababu sisi tunaamini Mungu wa kweli. Mazela baganda bashadaba ripaladia zoli balagando. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu damuni mwa Yesu Kristo. Imo nguvu, nguvu, nguvu ya ajabu msalabani okwena hinya, hinya, hinya munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna hinya, hinya, hinya munene oi thakame-inĩ ya Jesu kwĩna thayũ, thayũ, thayũ munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna thayũ, thayũ, thayũ munene thakame-inĩ ya Jesu kwĩna hinya, hinya, hinya munene thakame-inĩ ya Jesu Kristo kwĩna hinya, hinya, hinya munene thakame-inĩ ya. Kama uko pale na pengine hujaokoka, njoo pale mbele, kwa sababu ni leo tu unasikia neno la Bwana, ni leo tu umesikia ujumbe, ni leo tu. Kuja hapa mbele, mchungaji yako hapa, tukuombee urudi kwa Yesu, tukuombee. Hata pengine ulikuwa kwa Yesu, pengine ulikuwa na umeokoka ukarudi nyuma, njoo kwake na Mungu atakusaidia katika jina la Yesu Kristo. Yesu akija siku kama ya leo, Mungu aseme ya kwamba anahitaji ufike kwake, utaenda namna gani? Njoo kwa Yesu uokoke, njoo uokoke, njoo uokoke. Narudi, narudi, oh Jesus, njoo uokoke, njoo uokoke. Na ningependa pia tuombee watu ambao wamekuwa na matatizo ya magonjwa. Njooni hapa mbele, nguvu ya Mungu iko mahali hapa. Hapa kuna nguvu ya Bwana. Njoo uombewe na Mungu wa mbinguni atakusaidia katika jina la Yesu. Maana alishinda mauti. Ni nini hiyo ngumu kwako? Ni nini hiyo ngumu? Kama uko na matatizo, njoo hapa mbele uombewe katika jina la Yesu. Mungu atakusaidia. Rabosha taya raba repaka toli bazia. Tugetekele kuigwa. Usisikilize hiyo sauti na kuambia haiwezekani. Njoo hapa mbele, inawezekana, kwa sababu nguvu ya Mungu imo mahali hapa katika jina la Yesu.
Inua mkono wako mahali popote uliko, kwa sababu mkesha wa leo umetengenezwa ni kwa sababu yako. Inua mkono. We receive the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Naomba ya kwamba wale wote ni wagonjwa wapokee uponyaji. Ni kwa sababu Mungu mwenyewe alitupea kipawa, baya ni Yesu Kristo. Tunapokiri hili jina wanapokea uponyaji. Inua tu mikono yako vizuri. Usiogope, kwa sababu ukiogopa pengine Yesu alikuwa tu akutane na wewe usiku wa leo. Usiogope, usiangalie wengine, usiangalie watasema nini. Wengine wanazuiliwa na watu. Bartimaeus alikuwa amezuiliwa na watu, alikuwa naambiwa usiitane. Kuna wengine wanaweza zuiliwa wasifiki hapa mbele kwa sababu wanaogopa watu. Mwanadamu atakufanya nini? Zopalia dakataya raba. Kama uko pale, okoka leo. Wacha kusema mambo ya kesho. Wacha kusema kesho, okoka leo. Kuja hapa mbele uombewe upone katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Ori babo shandaraba zila bagandi. There is power in the name of Jesus. 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 Oh God, touch them in the name of Jesus. Touch them, oh Lord. Shadabagada shanda. Touch them, oh King of glory. Touch them, oh King of glory. Ni wengi Bwana hawana kazi. Bwana wape kazi. Ni wengi Bwana hawana matumaini. Bwana wape matumaini Bwana. Ni wengi Bwana wamekuwa na matatizo. Oh my God, I pray in the name of Jesus. Remabozi alabaganda. Zeli palagadia zalabagando. Sio umeomba kazi sana siukuje. Mbona mnaogopa? Na uponyaji uko hapa. Umeomba kazi sana, kuja hapa upokee katika jina la Yesu Kristo. You shall receive power when the Holy Spirit come upon you. In the name of Jesus. Jo hapa mbele utapokea katika jina la Yesu. Utapokea. Hili ni neno. Mkesha huwezi tengenezwa alafu kubaki watu vile. Mkesha huwezi tengenezwa umetumika mali mingi, kumetumika maombi mengi, alafu tukuje hapa kuwe hakuna mtu Mungu alikuwa makusudi yake. Mambo ni mengi imefanyika. Jo hapa mbele upokee muujiza wako. Jo hapa mbele upokee muujiza wako. Siku ni leo. Wacha kuambiwa uongo na shetani. Remamazika baganda. Umeomba hiyo kazi kwa siku mingi. Siku ya leo you will receive power to get that job in the name of Jesus. Utapokea nguvu ya kupata kazi in the name of Jesus. Mwingine akuje. Na mwingine kama ni mgonjwa, njoo hapa mbele. Oh my God. Mazeka labisha dabagadibu shadabaragadibu shadarabagadibu. Ukija hapa tu inua mikono yako na uambie Bwana, naomba nipokee. Naomba nipokee. Naomba nipokee. Naomba nipokee katika jina la Yesu. Naomba nipokee. Rebabu shataya rabazika labaganda bazaya. In the name of Jesus. Sekatoli babo shatali babo ziala bagando. Repadia zali bagando. In the name of Jesus. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, ni asante masababu wewe ndiye, na wewe ndio mwenye nguvu. Wewe ndio mwenye uweza wote. Wewe ndio mwenye nguvu yote. Ni asante maana wewe ni mwaminifu. Wengi wamelia Bwana, siku yao ni leo. Watatulie shida zote katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu haugekaa kwa mauti kwa ile nguvu Bwana ulikuwa nayo. Nasi hiyo nguvu ndio tunatumia Bwana kusema ya kwamba wamepona. Kusema ya kwamba wamepokea kazi. Kusema ya kwamba wamepokea kile walikuwa Bwana wanaomba katika jina la Yesu. Ninaombea Bwana wale wote wamekuja mkesha wakiwa na matumaini Bwana kutoka kwako. Bwana wajibu maombi yao yote, maana wewe ni mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Inua mkono nikuombee. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, ni asante kwa sababu ya uaminifu wako. Ni asante kwa sababu unajibu mambo yote. Unasemanga ya kwamba Bwana tukuambie mambo yote. Bwana jua tu shughuli na shida zote za dada yetu. Bwana mjibu na umjibu kwa wazi
kwa maana Bwana naye ametokea wazi wazi katika jina la Yesu Kristo. Mpatie Bwana kile kiko hoja ya moyo wake katika jina la Yesu Kristo. Msaidie Bwana na mpatie familia yake amani katika jina la Yesu Kristo. Nimemwombea hivyo Bwana nikijua ya kwamba wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Pastor, asante sana. Bwana akubariki kwa sababu ya nafasi hiyo. Sichukuliangi ikiwa kawaida, ni baraka na neema ya Bwana. Mbarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo. Thank you. Tupigie mchungaji makofi mazuri. Thank you so much. By the way, thank you kwa kuwa ya kwamba kila wakati nikikualika huwa unakuja. Kuna wachungaji wa kadhaa wamekuwa wakiguza moyo wangu sana, kwa sababu kila wakati nikiwaalika huwa wanakuja. May God bless you so much, Pastor Solomon and Pastor Israel. God bless you so much. By the way, napenda hiyo jina Israel. That's why huwa na msijari niangalieni. Hiyo ni mapepo tu inajaribu kumanifest. Unajua kini sawa tu kwa Bwana, si ndio? Nasema ya kwamba asanti kwa kusikia huo mwito ya kwamba kila wakati tukikualika unakuja. May God bless you and may God enlarge you abundantly. Na wakati Pastor Solomon alikuwa anahubiri, kuna mambo nimetafakari. Na by the way, naweza nikawaambia ukweli. Hapa duniani huwa kuna utawala ambao utawala ni zile nguvu umebeba. Sijui kama mtaelewa vile nasema. By the way, your capacity, kama hivyo mchungaji amehubiri, your capability ni kama gari. By the way, siku ya jana nilikuwa nasikiza mzaji moja wa insurance, lakini baadaye nikajua kwamba kuna venye sijui kama ni economy imempeleka side ya left tukienda ya right, ama ikampeleka right tukienda left. Na alikuwa anaelezea mambo ya horsepower ya gari, na alikuwa anasema ya kwamba kale kachuma huweko pale nyuma ndiye alikuwa anaita mafra. Na sasa alikuwa anasema hako kadogo kanafanya gari inapitia hadi juu kama ndege. And I was like, gari inaweza pita juu kama ndege. Lakini kuna kitu ya maana nilisikia kijaribu kutafuta, although hakuwa anajua. Alikuwa anasema mambo ya horsepower, yani ama nguvu za gari. Gari, the more gari iko na engine kubwa, the more hiyo gari inaweza ikabeba uzito zaidi. The more unasikia gari iko na maybe 2000 cc, hata kwa bio ndivyo ilivyo. Natumia mfano wa gari. Na wewe kile ambacho umebeba ndicho kinaweza kusaidia kupigana vita za kiroho. Sijui kama mtanielewa. Yani unajua wakati wewe ni mnyonge ndani yako, mapepo itakumaliza haraka. Kama hivyo mchungaji. Thank you. So by the way, ulikuwa unahubiri nabii ya Bwana, oh God, hadi nikakumbuka 2021 kama sikosei ni hiyo miaka, wakati nilikutana na diviners. Na by the way, diviners wanakuanga devil worshippers. Na hivyo tunaongea na wewe, wakaweza kuniambia wewe ni tutakuua, kama utasurvive tutaona. Na mimi nikawaambia ni sawa, mtaniua, lakini mwenye mnaua anakuaga mbaya zaidi, mchunge. By the way, niliwaambia hivyo, mchunge. I thank God kwa sababu wakati waliniambia hivyo, although nilipitia in the wilderness for 2 years. By the way, walinipiga kwa pande zote, nikafugiwa hadi nyumba. Nilikuwa naona kichakani, Pastor Israel, hapa Gong, by the way, si bali. Nilitoka kwa watu nikaenda nikachimba shimo hapo, nikaanza kulala for 2 years. Na mimi hapo nilikuwa nimewaambia nikichimba hiyo shimo, haya itakuwa mfano wa wengine wenu. And I thank God because walinijaribu kunimaliza. By the way, walikuwa wananitumia hadi nyuki nikiwa mlimani. Nyuki zinakuja, by the way, nyuki zinakuja.
na sio nyuki, mambo mengi mabaya, lakini kila wakati nilikuwa naomba. I thank God, dakika ya mwisho wakaona hatuwezi ua huyu, tunampeleka jela. Wakaenda kwa maaskari wakawalipa na wakasema nimeiba vitu zao. Nakumbuka nikikujua sasa na unasikianga by the way, emergency wanasemanga deal ni mingi lakini shida ni nini? Wanasemanga shida ni nini? Au shida inakuanga Subaru. Wakiona Subaru inapita wanatetemeka. By the way, we thank God because of our country. Wakati niliweza kupelekwa ndani, mkubwa wa maaskari akakuja, kaniangalia, akawaambia hapana, huyu hawezi kuwa mwizi hata kidogo. Nikaachiliwa. Walikuwa na hawakuwa wanaamini. By the way, hadi nikitoka walikuwa tu wananiangalia wanasema gai. Tena ni aroga mtego, ameruka ule mtego tulikuwa tumeweka. Na usicheze na zile nguvu umebeba. Mmoja wao amezikwa last year by the way. Last year die tutoke pale alienda akagojeka. Na ugonjwa mbaya. By the way, sijui kama ni kansa ili aligojeka. Last year die aliweza kwenda. Wengine na wao saizi sitaki kuelezea zaidi, lakini vile wanavyopitia ni Mungu tu awasamehe na weze kuwarejesha. Kwa nini? Kwa sababu kama hivyo Pastor Solomon amesema, the more you pray, the more God anakuweka power. Sijui kama mnajua hivyo. By the way, niwaambie ukweli, usicheze na muombezi. Pastor Solomon, nawaambie ukweli, ukiona mtu ana spend time akiomba, hata ukisikia ameanguka, goja atasimama. Hata ukiona biashara yake imeenda chini, we mgoje tu. Ni kwa muda mfupi. Na akiamka atakuzidi hata wewe mwenye haukurudi nyuma. I thank God. By the way, in the year 2015 nikajoin college ya Bible study. Wakati nilijoin hiyo college, mimi wakikula lunch nilikuwa naenda fasting. By the way, nilikuwa naenda 1 week fasting na niko class. Until nikafika mahali nikaanza kuuliza walimu, maombi iko na haja gani? Mwalimu alikuwa anasikia tu nikielezea mambo ya maombi. President mwenye alikuwa kwa hiyo shule by the way, wakati aliona naomba sana na ninapewa nafasi naongoza kwa chapel, kwa chapel, akaanza wivu. Kuna kale kawivu by the way kanaigiaga wanadamu. I'm sorry because of that gentleman. The more I prayed, gentleman akaanza kuniendea vinye naweza toka hiyo college. Mambo mingi mabaya. Alikuwa ametoka ukabani. Lakini kuambia usicheze na maombi. Wakati tulimaliza na watu wakagraduate wakaenda zao, ule kijana mwenye alikuwa president huko, baadaye tulikutana na yeye akiwa amevunjwa miguu yote miwili. Anaenda na by the way hata chuma amewekwa, na nikamuuliza what happened. Akaanza kunielezea what happened. Na nikaibika tu kumwambia hiyo ndio ilikuwa inafanya niombe tukua in that school. Kwa sababu najua the power of prayers is there to protect you even in your future. Kwa hivyo wapendwa, tafadhali tusikia kwamba we are going to carry the burden of prayers. And we thank God for this church by the way. Huwa tunaomba from Monday to Friday. By the way tunamalizanga maombi yetu Friday na Saturday bado utatupata huku. Every morning huwa tunakuja maombi. Na ni maombi tunaobaga for every day 1 hour. Every day 1 hour. Na ni asubuhi before tufanye kazi zetu, sisi tunakujanga maombi. Before nikutane na wewe tuongee. Mimi by the way hatuwezi tukakuwa na discussion na wewe asubuhi. Hata by the way sometimes hata ukinipigia simu uniambie ni emergency, na kuambiaga emergency inaweza goja, kuna emergency nyingine ya maombi. Huwa siongei na watu. Na hata ukiniitia kazi ya pesa gapi, mimi siwezi nikaenda asubuhi. Huwa nakuja kwanza niombe, because I believe in the power of prayers. Na si Mungu atupe neema ya maombi. Si Mungu achilie neema ya maombi. Oh God. Na kitu kingine moja, by the way, nimeanza kuingia kwa muda wa maombi. Kitu kingine maombi inafanyanga, na ninaweza nikawaambia, maombi huwa inatengeneza kile kitu ambacho hakiko. Hebu sikieni. Maombi
huwa inazalisha. Hebu nisikieni wapendwa, na vijana na wasichana, msikie hii nitawaambia. Wakati umekuwa mwombezi, maombi huwa yanafanya mapenzi ya Bwana yanazarika ndani yako. Si kama mnasikia. Na by the way, Mungu alimwambia Jeremiah, hakuna mwanadamu hapa duniani ameumbwa without a purpose. Mnanielewa vinyo nasema? Unaona, by the way, unaona hadi kuna kijana nilikuwa na watch mambo huwa by the way mimi sikuangi inaitwa TikTok. Sikuangi TikTok hiyo. Nasemaga hiyo ni ya vijana wadogo na nimezeeka tu kidogo tu. Na nilikuwa na watch mambo ya Facebook. Na nikaona kijana tu kujipaka tu ni oil. Sijui kama ni oil alikuwa amejipaka. Yaani kitu fani sana. Anavaa maguo imeraruka amejipaka hapa. Na anaanza kuogea akipeleka mdomo hivi. Yaani venye alikuwa na twang by the way, venye alikuwa anapeleka tu kaulimi. Hiyo kitu imfanya amekuwa billionaire. And I was like, na nikajifundisha sana, nikaona every human being here on earth anakuanga na purpose. If only you can pray God to help you to discover, for you to discover your purpose on earth. Hebu nisikieni. Lakini mimi sitaki kuhubiri. Leo nataka tu nasikia tu kuabudu, kuomba na kusifu. Hizo ndizo vitu mbili nasikia. But naweza waambia vijana na munisikie. But then kuna wakati nilikuwa nimeajiriwa hapa Kanyayo. Kazi ya kuwa shaba boy. Nilikuwa nafanya kazi hapa Pastor Solomon hapa Kanyayo. Na nilikuwa nalipwa 1500 monthly. Na by the way, mimi kutoka kitabu na kuaga wale watu focused. Hadi nilikuwa naambiwa unakuanga stage sana. Naambia sio kuwa stage. By the way, before mimi nikupatie sirigi yangu, well, let me tell you the truth. Nile nimefanyia mahesabu, nataka kufanya hii na hii. Sasa kukuwa na ka balance. Hiyo ingine naweza sema, let me share with you. Na hiyo kazi nilikuwa nalipwa 1500. With those 1500 niliweza kununua mabati na nikajenga nyumba yangu ya kwanza. Hadi watu walikuwa wananiuliza, wewe 1500 uko sure? Hawako wanaamini. But nikawaambia because I have a vision. Vijana munisikie. Wacha, unaona hiyo 50 bob unapata siku ya leo? It is a lot of money. It is a lot of money. Unaona hiyo 500 unapata. It is a lot of money. Lakini sasa hawa 500 ni ya kununua credit. Wale wakichat, wakiingia. Vijana, niliwaambia nyinyi, mchati kabisa msijali. Wenye mnachati na wao msijali. Miaka bado inaenda. Watapatana na wenye walijua kusave. Na yo turego huko ugaga gai. Ana kenyota mwisirie ikere inywe. Amutia gukwira to hakiri hanini. Kana tiguo. Ana vijana ananunua by the way anapata 500. 200 ni ya credit. Na sio yake, sio ya simu yake. Yake anaweka choani. Choani anatuma. Vijana, si Mungu awasaidie. By the way, wakati unakuwa na vision kama hivyo pastor amehubiri, vision ndio itakupeleka kwa destiny yako. Vision ndio itafanya ujinyime mambo zingine. Vision ndio itafanya hata ukikaa hivi kichwa inaenda kama saa ukiuliza gai, naweza pata wapi kama saizi ile kichwa venye kichwa yangu inaenda saizi, nauliza naweza pata wapi 2 milioni kama 2 tu. Bwana asifiwe. Baadaye tukiongea na mchungaji mwingine siku ya leo, alikuwa ananifanyisha mahesabu ya kwamba amebakisha anataka 70,000. Nikauliza, giri 70, mwathani ndukeheo 70 herera inine. Yaani, umeisikia mtu anakuambia ni kama hapa, najua hapa by the way kuna mtu anaomba, akiambia Bwana, ninaomba Bwana unipe uga siku ya kesho. By the way, kuna mtu anaomba uga hapa. Kama unaomba maombi ya uga, mimi naweza kupatia uga nikuondoe kwa line. Amina. By the way, pastor, mimi naweza God, nikijua mimi nahitaji 2 milioni kadhaa, namwambia Bwana God, hata ukinipata hapa nikililia Bwana nikimwambia, sasa naona milioni ndio inashuka. Na ili mambo ya Mungu ifanye nini? Iendelee vizuri. Tulikuwa tunashare namwambia the project tuko nayo ni ya kununua drum set, kununua lori ya kwenda kuhubiri nayo na mambo mingi by the way. Nilikuwa na hesabu naona
huu mwaka na next year nahitaji more than 3 million. Na sio za familia yangu. So kama ni 3 million nahitaji 6 million because of my family, we have to balance. But there is God in heaven. Maybe next year ikiisha nitakuja nikwambie, si mnaona there is God in heaven. And it is good we trust this God. Hey, Bwana asifiwe. By the way, God changes impossible to be possible. Hebu tusimame. Siku na yule Biblia unasemaga, and God will make my way where seems to be no way. And God will make my way